Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki wa Tanzania, taifa letu la Tanzania zuri ambalo Mungu ametubarikia, watu makini, watu hodari, watu wenye shujaa, watu wenye akili nyingi. Kabla sijaendelea na kipindi hiki, niombe Mungu hatimaye niendelee na kipindi hiki. Baba, katika jina lako Yesu, Mungu wetu, Baba yetu liye mwema, unayetupenda upeo. Ni siku nyingine, tarehe nyingine ya leo, tarehe 9 ya mwezi wa 3 uwe Bwana. Baba, tunaomba neema yako wakati tunaendelea kwenye kipindi hiki. Bariki Bwana, kikawafikie watu wengi na wakaelewe kusudi lako na mpango wako ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Ndugu yangu Mtanzania mwenzangu, nina ujumbe mzuri. Ninataka nizungumze na Watanzania. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Ayubu Mansisya wa kanisa la Famti kutoka hapa Mbeya. Kwa Mbeya katika mtaa wetu wa Itua hapa Uzunguni ndipo kanisa lilipo. Kitu ambacho nimeguswa au nimesikia moyoni mwangu, sio Bwana ameniambia, lakini nimesukumwa kwa mawazo yangu kwa ajili ya Watanzania wenzangu. Ni mojawapo ni hili la uchaguzi wa mwaka huu ambao tunaenda kuchagua viongozi. Tunaanza diwani, mbunge na rais. Ni jambo la muhimu kama Watanzania, kitu ambacho ninaenda kuongea. Unajua uchaguzi unakuwa na mambo mengi sana. Unakuwa na vitu vingi sana. Mbali ya vitu vingi, na ni muda ambao wagombea maeneo mbalimbali wanakuwa na nafasi ya kwenda kujinadi kwa wananchi, kwenda maeneo mbalimbali. Wabunge wanaenda kwenye sehemu zao, kwenye mikoa yao ambayo wanaenda kugombea, wanapata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Wengine wanatembea kwa miguu, wengine wanatembea kwa bodaboda, wengine wanatembea kwa magari, wengine wanatembea kwa ndege. Kwa hiyo nimeona kama mchungaji, ili ni langu mchungaji kuwaambia wagombea wote, nimesukumwa au nimewaza hili kwamba Watanzania ni wakati wetu ambao tunahitaji kuingia kwenye maombi, kuombea nchi yetu, kuombea viongozi wetu ambao watakaochaguliwa wawe wametoka kwa Mungu. Labda kabla sijaendelea na mazungumzo yangu, kwa sababu katika kitabu kile cha Warumi 13 mstari ule wa kwanza, Biblia inasema kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamliwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka Biblia inasema hivyo kila amwasie mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Lakini katika Timotheo pia nasema nataka dua na sala vifanyike kwa watu wote wenye mamlaka, ili tuishi kwa amani na utaua katika nchi yoyote ile ambayo ina mamlaka. Sasa kwa nini nimesoma mamlaka? Kwamba kumbe kila mamlaka ambayo inaweza kawa madarakani inatoka kwa Mungu. Kwa mujibu wa Biblia inatoka kwa Mungu. Sasa kama tunataka viongozi walio bora, viongozi walio sahihi, viongozi wenye umakini na nchi yetu ya Tanzania, tunahitaji kumuomba Mungu. Watumishi, ni jambo la msingi sana. Wakati mwingine tunalalamika sana. Tunaingia kwenye manunguniko, malalamiko. Wengine ni viongozi wa dini tunalalamika, wengine viongozi wa vyama pinzani wanalalamika, na vyama walioko madarakani wanalalamika. Kumbe ni wakati ambapo tunakosa kitu cha msingi, kumuomba Mungu. Tunakuwa wepesi sana wa kusema, lakini kumuomba Mungu kuna kwa kidogo. Sasa
nimeona tunahitaji kumuomba Mungu sana kama Watanzania wenzangu, ili tupate viongozi walio bora. Mbali na hilo, jambo ambalo nimeona la msingi sana, kuna matukio mengi sana ambayo yanatokea wakati wa uchaguzi: uvamizi, kutekwa na vitu vingi sana. Watu wengine wanalalamikia chama kilichoko madarakani, watu wengine wanalalamikia vyama pinzani. Sasa hatujui ni nani sana. Tumuombe Mungu wakati wa uchaguzi huu. Tunahitaji Mungu asimame, aitetee nchi yetu isiwe na madhara ya aina yoyote. Na mbali na madhara, nimezungumza pale mwanzo, watu wanasafiri kwa vyombo vya magari, ajali zinakuwa nyingi sana, watu wanakufa kwa ajali. Sasa kama kanisa la Mungu, jukumu letu ni kumwomba Mungu, Mungu asimamie. Sio wakati wa uchaguzi kesho ndio watu wanalia, au vurugu zimetokea ndio watu wanasema tumuombe Mungu. Tukiangalia nchi za wenzetu, watu wanapata shida sana. Watu wanapata shida. Tumeona wanavyohangaika na watoto wao. Watu wameacha nyumba zao. Walikuwa nakula kwa amani, walikuwa nalala mahali pazuri, walikuwa naishi sehemu nzuri, lakini sasa maisha yamekuwa tabu. Ingine ni uchaguzi huu unatokea. Uchaguzi ukitokea kunakuwa na vurugu nyingi sana. Vijana wanajikoki kuwaza mabaya kwamba tutafanya hivi kwa ajili ya kuleta kukosesha amani katika nchi. Sasa kama mchungaji ninashauri sana, jamani, tumuombe Mungu. Tuombee taifa letu, Mungu atuepushie ajali. Na nyie mnaogombea ubunge, mnaogombea udiwani, hata unayegombea urais, iwe chama pinzani, iwe chama tawala, jambo la msingi, kabla mjaingia kwenye kampeni, tuanze kumtafuta Mungu. Tuanze kumtafuta Mungu. Kuna watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili wapate kula kwa watu, ili wapate kibali kwa watu. Mambo hayo sio mazuri. Hautafaa wewe kiongozi unayeenda kwa waganga wa kienyeji ili upate kula kwa wananchi. Mimi ningekushauri, nenda kwa wachungaji wakuombee. Kibali kinatoka kwa Mungu. Kibali kinatoka kwa Mungu. Mungu ndo anayetoa kibali cha kuwa wewe utakuwa mbunge, wewe utakuwa diwani, wewe utakuwa rais. Mungu ndo anayetoa kibali. Unapong'ang'ana kwenda kwa waganga wa kienyeji, unailetea laana nchi. Unaleta laana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Unaleta laana kwenye mkoa wako. Unaleta laana kwenye mtaa wako. Kwa hiyo ninaomba msiende kwa waganga wa kienyeji kwenda kutafuta madawa ili upate kibali, uwe diwani, uwe mbunge, uwe rais. Nakataa vitu vya jinsi hiyo kama mchungaji. Hapa tumesoma andiko, anasema kila mamlaka iliyoko madarakani imewekwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye anayetoa idhini ya wewe kuwa mbunge, idhini ya wewe kuwa diwani, idhini ya wewe kuwa rais. Sasa kama utaenda kwa waganga wa kienyeji, utasababisha laana kwenye nchi yetu. Kuna baadhi ya nchi ambao walienda kuuliza kwa waganga wa kienyeji, Mungu alichukia sana. Mungu alichukia sana. Kwa ndugu wa Tanzania wenzangu, najua ni wakati wa pirika huu. Mioyo inawaka moto. Diwani anayetaka udiwani, iwe chama pinzani, iwe chama tawala, mioyo ya watu inawaka moto. Nani atakaye mbunge? Nani atakaye diwani? Nani atakaye kuwa rais? Kwa akili za watu zimehama, sasa hivi wanahaa. Sasa ninaomba kwa ushauri wangu, nenda kwa wachungaji wakakuombee. Haijalishi unasali kanisa gani, haijalishi uendi kusali, hebu nenda kwa wachungaji wakakuombee ili uwe kiongozi bora. Na kama utatii agizo hili ambalo naitoa kama mchungaji au maonyo ambayo natoa mchungaji, utaona mambo ambayo Mungu atakutendea. Utakuwa mtu wa kipekee. Unaenda kwa wachungaji wakakuombee kwamba mimi nataka kugombea udiwani, mimi nataka kugombea ubunge. Itakuwa ni busara katika nchi yetu ya Tanzania. Na ajali tunazikemea sana. Kuna ajali za kusababishwa na nguvu za giza. Kuna ajali ambazo pia ni ajali za kawaida ambazo zinatokea kutokana na uzembe wa madereva, au mtu amekusababishia ajali, watembea kwa miguu au ng'ombe au nini. Lakini kuna ajali zingine zinatengenezwa, ambazo zinatengenezwa na adui.
Yawezekana nyota yako inang'ara, yawezekana wewe umepata kibali kwa watu. Sasa watu wanakutengenezea mizengwe, afu nguvu za giza zinakuondoa. Kwa vizuri mtangulize Mungu. Tumuombe Mungu kwa ajili ya Watanzania. Mungu awasaidie. Nenda kamuombe Mungu na nyie. Kazi yenu ni njema. Kaeni makanisani, kamuombe Mungu na mtaona faida ya kazi zenu. Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa kunisikiliza Watanzania wenzangu. Ni wito kama mchungaji. Ni mchungaji mdogo, sio askofu wala sio nabii, lakini mchungaji mdogo tu, lakini nimesukuma kwa ajili ya hili jambo kutoka mwaka jana. Mimi nilisema, ukiingia kwenye YouTube ya Ayubu Mwansisi utaona pale nikasema, jamani, tunahitaji kumuomba Mungu kwenye uchaguzi huu. Kwa hiyo hili jambo ninaposema hivi, ndio sio askofu, sio nani, lakini ni mtumishi wa Mungu. Hebu tii maagizo haya. Wewe utakayetii, Mungu atakubariki sana.